Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Waziri wa mambo ya nje wa China azungumza kwa simu na mwenzake wa Urusi kuhusu mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. China yavutiwa na wawekezaji wa kigeni zaidi mwezi Januari, huku sekta ya teknolojia ya juu ikiongoza kwa uwekezaji. Rais wa Ushelisheli asifu ushirikiano wa matibabu na China. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi Jumapili alifanya mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov kwa ombi la upande wa Urusi kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Wang, ambaye pia ni mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China, alisema kuwa kwa msukumo wa China na Urusi, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilifanya kikao cha dharura Jumamosi kujadili hali ya sasa nchini Iran. Alisisitiza kuwa China imekuwa ikishikilia daima madhumuni na misingi ya Umoja wa Mataifa na inapinga matumizi ya nguvu katika mahusiano ya kimataifa. Kwa mujibu wa Wang, haikubaliki kwa Marekani na Israeli kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran wakati mazungumzo kati ya Iran na Marekani yakiwa bado yanaendelea. Aidha, alieleza kuwa si jambo linalokubalika kwa mataifa hayo kumuua waziwazi kiongozi wa nchi huru na kuchochea mabadiliko ya serikali kwa nguvu. Alionya kuwa vitendo hivyo vinakiuka sheria za kimataifa pamoja na kanuni za msingi za mahusiano kati ya mataifa. Akizungumzia kuongezeka kwa mvutano katika eneo la Ghuba ya Uajemi, Wang alisema hali ya Mashariki ya Kati inaweza kusukumwa katika hatari kubwa zaidi. Alibainisha kuwa China ina wasiwasi mkubwa kuhusu mwelekeo huo. Wang alieleza msimamo wa China kuhusu hali ya Iran katika vipengele vitatu. Kwanza, kusitishwa mara moja kwa operesheni za kijeshi ili kuzuia kuenea kwa vita na kuhakikisha hali haipotei udhibiti. China inatilia mkazo usalama wa nchi za Ghuba na inaunga mkono juhudi zao za kujizuia. Pili, kurejea haraka kwenye mazungumzo ya kidiplomasia. Pande zote zinapaswa kuhimiza amani kwa dhati, kuzuia vita na kuhimiza wahusika kurejea mezani kwa mazungumzo bila kuchelewa. Tatu, kupinga kwa pamoja vitendo vya upande mmoja. Kushambulia nchi huru bila idhini ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kunadhoofisha misingi ya amani iliyojengwa baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Jumuiya ya kimataifa inapaswa kutuma ujumbe wazi kupinga kurejea kwa mfumo wa nguvu ndiyo haki. Kwa upande wake, Lavrov alisema mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran yameathiri vibaya uthabiti wa Mashariki ya Kati. Aliongeza kuwa Urusi inashiriki msimamo sawa na China na iko tayari kuimarisha uratibu na mawasiliano na Beijing kupitia majukwaa kama Shanghai Cooperation Organization pamoja na Umoja wa Mataifa ili kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa vita na kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia. Rais wa Ushelisheli Dr. Patrick Khamenei amepongeza miaka 40 ya msaada matibabu kutoka China kwa nchi yake, huku mwaka 2026 ukiashiria miaka 50 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Katika mahojiano na China Central Television CCTV yaliyorushwa Ijumaa, Bwana Khamenei, ambaye ana uzoefu mkubwa katika taaluma ya tiba, alisema kuwa Seychelles imenufaika kwa kiasi kikubwa na ushirikiano wa kimatibabu na China. Tangu mwaka 1986, makundi ya madaktari wa China yamekuwa yakitembelea Seychelles ama Ushelisheli kutoa huduma za matibabu kwa wakazi wa huko. I didn't feel any pain. Dr. Zhao is a very trustworthy doctor, reliable one. He's a very attentive doctor also. I want to go to China because the Chinese doctor is the one who gave me life. Timu ya sasa ya madaktari wa China inayohudumu Ushelisheli, ambao ni kundi la 20 la madaktari wa China, ina madaktari 6 na hutibu wastani wa zaidi ya wagonjwa 100 kwa siku. Chinese doctors is that they have good dexterity and they are always open and ready to teach. Meli ya hospitali ya China Peace Ark
pia imefanya ziara 2 nchini Ushelisheli ikitoa huduma za matibabu bila malipo kwa wakazi. I worked with Chinese doctors whilst I was practicing medicine. They are very experienced, very knowledgeable, and the Peace Act shows the confidence that our people have in Chinese medical standard. And as you know, the turnout was the biggest ever in the world per capita. We've benefited a lot from your expertise in the field of health. And of course, we've had very few cases of people, of our students learning Oriental medicine, Chinese medicine. You have good universities, you have good hospitals. There again, we can send our young professionals to study. China imeendelea kuwa kivutio kikubwa kwa wawekezaji wa kimataifa mwezi Januari, huku idadi ya kampuni mpya zenye uwekezaji wa kigeni ikiongezeka kwa kasi. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni kutoka Wizara ya Biashara ya China, sekta ya teknolojia ya juu inaongoza kwa kuwavutia wawekezaji wakuu. Tom Wanjala na maelezo zaidi. Kwa mjibu wa takwimu hizo, jumla ya kampuni 5,306 mpya zenye uwekezaji wa kigeni zilianzishwa kote nchini China mwezi Januari, ikiwa ni ongezeko la 25.5% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Matumizi halisi ya mtaji wa kigeni yalifikia yuani bilioni 92, takribani dola za Marekani bilioni 13.4, hali inayoonyesha imani endelevu ya wawekezaji wa kimataifa katika mazingira ya biashara ya China. Sekta ya teknolojia ya juu imejitokeza kuwa kichocheo kikuu cha ukuaji. Matumizi halisi ya mtaji wa kigeni katika sekta hiyo yalifikia zaidi ya yuani bilioni 33.7, takriban dola za Marekani bilioni 4.9, sawa na ongezeko la 0.6% kwa mwaka na kuchangia 36.7% ya jumla ya kitaifa, ikiwa ni ongezeko la pointi 2.3 za asilimia ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Aidha, mtiririko wa uwekezaji kutoka baadhi ya mataifa makubwa umeongezeka kwa kiwango kikubwa. Kampuni za Ujerumani ziliongeza uwekezaji wao halisi nchini China kwa 86.6% mwaka hadi mwaka, huku wawekezaji kutoka Uswisi na Singapore wakiongeza uwekezaji wao kwa 57.4% na 10.9% mtawalia. Watafiti nchini China wameunda miwani inayotumia teknolojia ya akili mnemba AI inayofanya kazi kama macho bandia kwa kubadilisha taarifa za kuona kuwa maelezo ya sauti ili kuwasaidia watu wasioona kuona dunia kwa uwazi zaidi na kujitegemea. Simi Wanjala anaarifu zaidi. Kai Guanghui alipoteza uwezo wake wa kuona akiwa na umri wa miaka 7. Sasa ni mpangaji mahiri wa piano mwenye uwezo wa kutambua kwa usahihi kila nota ya ala hii. Hata hivyo, mara nyingi hupata changamoto kujielekeza katika mazingira ya kawaida anapotoka nje peke yake. Ili kusaidia kutimiza ndoto yake, watafiti katika kampuni inayotengeneza miwani hiyo ya AI katika mji wa Hangzhou, mkoa wa Xinjiang, mashariki mwa China, walifanya juhudi kubwa kuboresha uwezo wa kifaa hicho kutambua na kuepuka vizuizi. Timu hii ilitumia zaidi ya nusu mwaka kutembea katika barabara za jiji, kukusanya taarifa kuhusu vivuko vya barabara, ngazi na hatari nyingine ili kufundisha mfumo wa AI. Mbali na kutambua hali ya barabara, mfumo huu pia ulipaswa kutoa tahadhari kwa haraka. Kupitia maboresho ya mara kwa mara, watafiti walipunguza muda wa kifaa kuitikia kutoka milisekunde 500 hadi milisekunde 300, jambo lililomkaribisha Kai zaidi kufikia ndoto yake. Kwa kutumia uchambuzi wa picha na uelewa wa matukio, miwani hii ya AI inaweza kutambua mara moja menu, kuelekeza njia na kufafanua mazingira kwa kubadilisha taarifa za kuona kuwa maneno ya sauti kwa watumiaji wasioona. Kipengele hiki kinawezeshwa na mfumo mkubwa wa akili mnemba uliotengenezwa nchini humo. Hivi karibuni, Kai alivaa miwani hiyo iliyofanyiwa majaribio na maboresho mara nyingi, na kwa mara ya kwanza alitoka peke yake kwa kujiamini katika barabara asiyoifahamu, akielekea ukumbini kwa ajili ya maonyesho.
Roboti wa mfano wa binadamu wameanza kuonekana wazi katika sekta mbalimbali nchini China, kuanzia viwandani hadi katika maduka ya pembezoni mwa barabara. Jacob Mogoa na ripoti hiyo. Tangu mwanzoni mwa mwaka wa 2025, video za roboti hao zimekuwa zikisambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii. Wameonekana wakicheza ngoma za asili katika tamasha la mwaka mpya wa Kichina, wakifanya kazi kwenye sakafu za viwanda, wakikimbia mbio za marathon na hata kushiriki katika mapambano ya ndondi. Katika mwaka uliopita, sekta ya roboti wa mfano wa binadamu nchini China imepiga hatua kutoka kwa maonyesho ya kiteknolojia yanayovutia macho pekee hadi kufikia hatua ya kutumika kwa upana zaidi katika jamii. Harakati zake ni za haraka zaidi kuliko nilipokuja kununua hapa takriban miezi miwili iliyopita. Kila siku imekuwa ikiendelea kufundishwa na kuboresha ubongo wake. Kadri inavyokusanya data nyingi zaidi, ndivyo inavyotekeleza majukumu kwa usahihi mkubwa zaidi na hivyo kuwa na kasi zaidi. Kwa sasa zaidi ya roboti 100 wa aina hiyo wametumika katika maeneo mbalimbali nchini humo, yakiwemo maduka ya dawa. Katika kiwanda cha kutengeneza viunganishi vya vifaa vya nyumbani kilichopo mjini Wenzhou, mkoa wa Zhejiang, mashariki mwa China, roboti 4 wa mfano binadamu wenye magurudumu usafiri kila siku kati ya mistari ya uzalishaji, wakisafirisha bidhaa hadi kwa wakaguzi wa ubora. Kutoka majaribio ya awali katika viwanda binafsi hadi utekelezaji wa kiwango kikubwa, roboti wa mfano binadamu wanaendelea kuingia kwa kasi katika uzalishaji wa viwanda. Kadri matumizi ya roboti wa mfano wa binadamu yanavyozidi kuenea, naamini ajira mpya zitaibuka. Kwa mfano, wahandisi wa algoriti za roboti, wahandisi wa uendeshaji na matengenezo ya roboti, wahandisi wa huduma baada ya mauzo, pamoja na wahandisi wa suluhisho za kiteknolojia kwa sekta mbalimbali. Huduma mpya na mifumo mipya ya biashara itakayozaliwa siku zijazo itazalisha ajira zaidi kwa kiwango kikubwa kuliko zile zitakazochukuliwa na roboti. Kwa ujumla, matumizi ya teknolojia hii ya hali ya juu yanaashiria mwanzo wa enzi mpya ambapo roboti si maonyesho ya kuvutia pekee, bali ni washirika halisi katika maendeleo ya kiuchumi na jamii. Na kwenye sehemu yetu Ifahamu China, Zakia Pong anatueleza kuhusu mchezo wa pickleball ambao unazidi kupata umaarufu nchini China na kuchochea ukuaji wa uchumi wake. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mchezo wa pickleball ambao ni mchezo wa kuchipuka unaochanganya vipengele vya mpira wa vinyoya, tenisi na tenisi ya mezani umepata umaarufu kote China, ukivutia wachezaji wa rika zote na kusaidia watu kuwa na afya. Kianzia Marekani, mchezo huo umeenea kwa kasi duniani kote na hadi kufikia mwaka 2025 kuna jumla ya wachezaji zaidi ya milioni 36. Hali ya China pia inaridhisha, huku mashindano zaidi ya 480 yakifanyika katika mwaka 2025. Kuhimiza mchezo huo kutoka mwanzo kuna hitaji jitihada za kujitolea, kama ilivyoonyeshwa na wanandoa waliochangia wazo Zhang Lei na Wang Nuo, ambao wana ushawishi kwenye viwanja vya pickleball, kuanzia katika viwanja vya shule hadi michezo ya tennis ya China Open. Wanandoa hao walipata shauku ya mchezo huu mwaka 2014 na kuanza kuendeleza mwishoni mwa mwaka 2022. Walianzisha klabu ya kwanza kabisa ya pickleball mjini Beijing na wamekuwa wakijitahidi kujenga miundombinu, kukuza mchezo huo na kuandaa mashindano ili kusaidia pickleball kukua. Bwana Zhang na Bibi Wang wote ni makocha wanaothibitishwa
mara kwa mara kufika katika shule ya Mingchen, ambako mkuu wa shule aliongeza pickleball katika mtaala miaka 3 iliyopita na kufanya iwe shule ya kwanza Beijing kufanya hivyo. China imekuwa moja ya wazalishaji wakuu wa vifaa vya mchezo huu duniani, ikiwa na kampuni takriban 300 zinazotengeneza bidhaa za pickleball na nyingine nyingi zikianza kuingia sokoni kila mwezi. Ukilinganisha na tenisi, pickleball ni rahisi kwa wachezaji wapya kuanza, jambo ambalo limechangia sana kuongezeka kwa umaarufu wake. Kwa mujibu wa watafiti, pickleball ni mchezo bora unaochangia afya kwa taifa. Kwa kweli, unaziba pengo kati ya kampeni ya afya ya taifa na unaweza kuwa mchezo mkubwa unaochanganya robo ya ushindani na thamani ya ushiriki wa umma katika kujenga afya. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Kwanza, tuanze kwa kuchangamsha akili zetu. 第6课，包子多少钱一个？ Panda anakula mwanzi. Panda anaandika kwa kutumia brashi. Watoto, tafadhali someni. Kama ukisoma kwa usahihi, Panda atapata mwanzi wake aupendao. 买 块 钱 贵 茶 杯 个 多少 你买什么？包子多少钱一个？2块钱一个，5块钱3个。我要3个，谢谢。你买什么？包子多少钱一个？2块钱一个，5块钱3个。我要3个，谢谢。他想买什么？他想买包子。3个包子多少钱？5块钱。你买什么？包子多少钱一个？2块钱一个，5块钱3个。我要3个，谢谢。
有绿茶吗？有。多少钱一杯？50块。50块，太贵了。有绿茶吗？有。多少钱一杯？50块。50块，太贵了。他要喝什么茶？他要喝绿茶。茶50块一杯，贵不贵？太贵了。有绿茶吗？有。多少钱一杯？50块。50块，太贵了。买花。你好，你买什么？玫瑰花多少钱一支？10块。太贵了，昨天5块吧？对，昨天2月13号，今天2月14号。他买什么？买花。玫瑰花多少钱一支？10块。昨天多少钱一支？5块钱。为什么今天贵呢？今天2月14号。Kazi ya nyumbani kwa leo ni kusoma maandishi. Kesho tutaendelea na mchezo huu. 再见. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Usiogope kujaribu, kwani siku zote mafanikio yanakuja kwa kukosa ama yanakuja kutokana na kushindwa. Kwa hiyo usiogope kujaribu. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.